Masanja Television. We do gospel. Habari zenu, habari za kazi, poleni na hali ya hewa ya Dar es Salaam sasa hivi ni joto sana. Jina langu naitwa Leonida Lubala, ni afisa muuguzi ambaye nimebobea kwenye masuala ya watoto, masuala ya jamii na masuala hasa ya vijana nikiwa kama muuguzi. Kwa hiyo napenda sana kuongea na nyinyi katika kipindi hiki cha afya yako ni furaha yetu. Kwa sababu wewe ukiwa na afya, mimi nitafurahi na wewe utafurahi na utaendelea kufanya kazi yako kama kawaida. Sasa kwa leo nitapenda sana kuongea na nyinyi kuhusu masuala ya watoto. Tuanze na watoto. Yaani tangu mtoto yuko tumboni mpaka anafikisha angalau miezi 6. Ni vipindi ambavyo tutapenda kuongea, kuelimishana kwa sababu anasema kwamba kuzuia ni bora kuliko kutibu. Sasa mimi nitapenda zaidi tuongee na nyinyi hasa masuala ya kuzuia. Kwa sababu tunasema afya yako ni furaha yetu. Nitapenda ukiwa mzima, ukiwa na elimu fulani kuhusu afya, inafurahisha, inapendeza kusudi uendelee kufanya mambo yako vizuri. Nikianza masuala ya watoto, na tumesema kuanzia tumboni. Sasa ni hivi, yani kwanza mama hata kabla hajaanza kupata kupata mimba, tunaanza kumtengeneza binti awe safi, awe na afya nzuri kusudi hata akipata baadaye anataka kuzaa sasa awe na afya njema. Kwa sababu akiwa na afya nzuri na mtoto wake atakayempata atampata mtoto mwenye afya njema. Kwa hiyo sasa inatupasa tumjali mama tangu akiwa msichana anapoanza sasa kufikiria mambo ya kupata mtoto. Kwa hiyo lishe yake tuangalie vizuri na maisha yake. Hapo tunasema mambo ya maisha ni kwamba mama awe na furaha. Kwa mfano sasa ameolewa, awe na furaha yeye na mume wake. Wakiwa na furaha hata kiumbe kitakachokuja kitaendelea kuishi vizuri kwa sababu wazazi wote wana furaha, mama ana furaha na ana afya njema. Kingine ni kuhusu lishe. Kwa hiyo mama anapaswa ale kitu gani kusudi aweze kujijenga yeye pamoja na mtoto wake. Kwa sababu tunajua mtu akiwa mjamzito anakuwa kama ni mtu ambaye ana roho mbili, yeye kwake yeye na mtoto wake ndani. Kwa hiyo inatupasa tunapompa chakula au maelekezo ya chakula, yeye ale, ashibe na mtoto wake vile vile. Kwa hiyo anakuwa anakula katika mdomo mmoja lakini watu wawili. Kwa maana hiyo sasa inampasa ale vyakula ambavyo vinamjenga yeye vizuri, apate afya njema, asije akapata matatizo ya kupungufu wa damu. Unajua mambo ya chakula kinasaidia sana mtu awe na afya yake nzuri, awe na damu nzuri, imjengee yeye pamoja na mtoto wake anayezaliwa. Baada hapo anaandaa hata maziwa ambao ni chakula cha mtoto. Anapokula vizuri, anapokuwa na afya njema bila kuwa na matatizo yote kiafya, kiakili. Kwa hiyo hata mwili wake wote na virutubisho na vichocheo vyote katika mwili wake vinakaa vizuri, hata anapopata mimba yake inakuwa vizuri kwa sababu yuko katika hali njema. Ndio maana tunasema binti awe na afya njema, awe na furaha kimwili, kiakili na kiroho vile vile. Ndio maana hata kanisani tunaambia kuhusu mambo ya masuala ya afya, tunaambia tuzivute sigara, asinywe pombe kwa sababu yake anachofanya chochote kibovu na mtoto anakipata. Matokeo yake mtu anakuja kupata mtoto ana matatizo. Kumbe mama ndo alipata shida alipokuwa mjamzito akaja kupata matatizo kama hayo. Ndio maana tunamlinda mama, tunalinda na kiumbe ambacho kitakuja kutoka baadaye. Anza kishajifungua tu. Sasa tunadili na watu wawili tena, mtoto na mama. Sasa labda kwa leo napenda kuanzia tu upande wa mtoto. Mtoto akishazaliwa tu na uzito mzuri wa mtoto ambaye amezaliwa kwa mama mwenye afya njema ni kuanzia kilo 2.5 mpaka 3, 3.5, 4, wengine anaenda mpaka 4.5. Lakini angalau kwamba isiwe chini ya 2.5. Kwa sababu chini ya 2.5 tayari tunaita mtoto kwamba amezaliwa na uzito mdogo. Sasa hapo unaanza kudili tena kumsaidia mtoto awe na uzito mzuri unaweza kukidhi kwamba kutokana na umri wake. Kwa maana hiyo sasa inabidi tumsaidie mtoto awe na afya njema kuanzia hapo mdogo kama ni 2.5, chini ya 2.5. Lakini kuanzia 2.5 mpaka 3.5, 4 ni afya njema ambayo inamfanya tu mama. Sasa tunaongea na mama ajitahidi kula vizuri, vyakula vya kuweza kumsaidia yeye aweze kupata maziwa ya kutosha na mtoto anyonye maziwa ya mama tu mpaka hapo atakapoanza kula vyakula vingine kwa miezi 6. Kwa chini ya miezi 6 mtoto anatakiwa ale maziwa ya mama peke yake ndio chakula chake. Mtoto apewi maji wala chochote. Otherwise kama mtoto akiumwa ndio sasa daktari atamwambia mama mtoto anaumwa ampe kitu fulani, labda dawa fulani nini au sindano. Lakini bila hapo mtoto agusi chochote mpaka miezi 6 ndio sasa anaanza kuelekezwa tena vyakula vya kuongezea. Lakini cha muhimu ni mama ale chakula cha kutosha, anywe maji ya kutosha. Anapokula hivi vizuri ndio mtoto anapata maji, anapata kila kitu. Na uzuri Mungu amesaidia kwa sababu maziwa mama yako safi. Yaani maziwa mama yako hayana uhitaji kuchemsha, uhitaji kitu gani, yani uko tayari, yako wanasema wazungu kwamba yako ready made, yani ready made. Kwa hiyo uhitaji kuweka chochote, uweki sukari, uweki chochote, ni special kwa ajili ya mtoto wako ambaye amezaliwa.
Kwa hiyo mama, inakupasa kula vizuri, ishi vizuri, muwe na furaha na mume wako. Utaona maziwa yanatoka. Na kuna vitu vya nyongeza ambavyo tunaambia siku hizi kwamba mama ukiwa mjamzito, ukishajifungua, kunywa uji, unaweka pilipili manga, unaweka hii mbegu za maboga, unga wake ule, na zinasaidia sana. Maziwa yanakuwa mengi, yanakuwa mazito, yani yanakuwa mazito, sio mepesi, yanakuwa mazuri. Kwa mtoto anashiba vizuri, anakaa vizuri. Na ukitaka mtoto wako asichewechewe ovyo, au endelee kuwa na afya njema, kila ukinyonyesha, na mnyonyesha kia anavyotaka, sio ile kunyonyesha kwa masaa, hapana. Nyonyesha mtoto akishiba tu, na mtoto havimbewi. Kwa hiyo akishiba tu, akinyonya, ukiona ametoa ziwa, mweke begani, pige mgongoni pale, atabeua. Kibeua, mweke tena ziwa lingine, anyonye. Na hakikisha anavyonyonya usisikie kelele. Yaani usikie tu mtoto anameza. Ukisikia kelele, ndio hizo baadaye zinasumbua sana watoto, kwamba mtoto anauma tumbo. Kumbe sio tumbo, ni gesi, ambayo ukisikia afanya akifanya hivyo ni kwamba anaingiza hewa. Sasa ile hewa inasumbua sana watoto wadogo. Kwa maana hiyo sasa, jitahidi unavyomnyonyesha vizuri, na kuna maelekezo mazuri unavyoshika ziwa lako vizuri, unahakikisha mdomo wa mtoto umebetuka chini kidogo, anaingiza nyonyo vizuri, unasikia ananyonya, anameza. Akitoa tu, mtoe na wewe, mweke begani, badilisha ziwa lingine, hivyo mpaka mwenyewe akiamua kuchoka, ameshashiba, mweke pembeni mtoto wako, na atalala. Utamweka vizuri, atalala, atapumzika hivyo. Na mtoto, ndio maana tunasema kwamba mtoto ni kulala, kwa sababu yeye ananyonya na kula, analala. Mfunike vizuri, awe na joto vizuri, na hasa kwenye nguo. Sasa hapo napo ni somo lingine. Kwa sababu gani? Watoto wetu, wazazi wengi wanasema kwamba huyu mtoto namvalisha si kingo chepesi, kwamba ana joto. Yaani ni bora mtoto atoke jasho, ubadilishe nguo, lakini hakikisha mtoto wako hapati baridi. Kwa sababu baridi kidogo kipenyeza tu kwenye kwapa, tayari mtoto anaanza kuchoma masindano ya kwamba na kichome. Kwa hiyo tujitahidi, tunafunika watoto wetu vizuri, nguo zetu. Kuna hizi nguo anaita kinyelamumu. Anavaa nguo mtoto, yani kwanza miguu kote amefunikwa vizuri, na tumbo lake liwe lisibanwe. Na hapo tena inabidi tena tuelezane vizuri. Usimbane mtoto kwa pampers au kwa ile nepi. Yaani mwache mtoto awe free pale tumboni kwake. Kusudi nini? Mtoto akiwa mchanga anapumua kutumia nyama hizi za kwenye matumbo. Kwa hiyo mkivalisha pampers, labda pampers, maana mabinti siku hizi wanunui nepi, wengi ni pampers. Kwa hiyo mvalishe vizuri iwe loose, alafu mtoto abaki tu, yani tumbo lisio limebanwa. Alafu mtoto atakuwa na hali nzuri, kwa sababu anapumulia kwa kutumia hizo nyama. Pua yake ni mpaka miaka 5. Kwa hiyo tunapovaa nguo za watoto ni mpaka 5 years. Mtoto mdogo avae nguo ambayo inamfanya tumbo lake liko free, halibani chochote. Ndio maana wenzetu wanaona mtoto mchanga, msichana anavaa kama maternity dress, mvulana kama maoverall fulani akiwa mkubwa. Mpaka miaka 5 ndio sasa pua inatumika kama mtu mzima. Kwa maana sasa hata dressing code, jamani, hata kwa watoto tunatakiwa tuwe na dressing code. Yaani mavazi ya watoto wachanga mpaka miaka 5 ni mavazi gani, kusudi mtoto awe na uhuru. Unajua sangine mtoto hawezi kusema na bana au nini. Ataona raha tu kama nimebana, nimevaa kamkanda, nimependeza, lakini anapata shida kupumua. Kwa maana sasa wazazi na yenyewe tuwe macho. Ndio maana sasa katika hii afya yako ni furaha yangu, nitapenda vile vile nikuelekeze mtoto wako mwenye umri fulani anatakiwa avae nini. Mtoto wako mwenye umri fulani anatakiwa ifika stage gani, anatakiwa akae. Mtoto wako anatakiwa atambae muda gani. Mtoto wako anatakiwa asimame au atembee wakati gani. Yote hivi ni katika kusaidiana. Tunapenda tukupe wewe elimu uijue vizuri, usije ukaenda tu mnaenda afu mtoto anaanza kupata matatizo kabla. Mwisho sasa na huku naambiwa hapa kazi tu kawajibike, unaanza kushinda kuwajibika, unakuja tunaanza kuguza mtoto au kulea mtoto ambaye kumbe ungekuwa umejua hivyo vitu, mtoto wako asingepata hizo shida. Kwa maana hiyo sasa inabidi sasa tujifunze kwamba afya yako ni furaha yetu. Yaani wewe furaha mwenyewe, unafurahi, mwanao anaendelea vizuri, wewe mwenyewe mambo yako mazuri, unafanya kama ni miradi, kama ni kazi, unaendelea na mambo yako vizuri, kwa sababu huna shida. Uende hospitalini kwamba mwanangu leo ana homa, leo anaharisha, leo sija amebanwa kifua, sio nini. Kama unaelewa safi, yani vitu huwezi kuvipata vitu kama hivyo. Ni vitu kitokea kama ni shida, labda virus tofauti na nini, hiyo ni kitu kingine. Lakini kama unajua tu kwamba mimi mtoto wangu nataka nimfanye 1 2 3 anakuwa na afya njema, utaendelea kuwa na maisha yako mazuri, utalea mwanao vizuri, utashangaa tu mtoto anakuwa na furaha, tunaona mambo yako unafanya vizuri, kama ni ujasiriamali unafanya, kama ni kazi unafanya, hamna shida. Na serikali yetu safi inakwambia kabisa kuna muda kunyonyesha, kuna muda kufanya hivi. Kwa hiyo vyote hivi yani katika kusaidia wewe mama, mtoto wako aishi vizuri, akue vizuri, awe na afya njema, na sisi tuko kwa ajili yenu.
Ndio maana tumejifunza kwa ajili ya kuja kujali afya za binadamu. Sasa binadamu ndio nyinyi, na tunaanzia huyo mtoto mdogo mpaka watu wengine wa vijana, ajitayarishe vipi kuwa kijana kuwa mzazi, au mzazi ajitayarishe vipi kuwa mzazi. Unaona, vyote hivi tunapenda tuwafundishe, pia tuna raha. Lengo la mafundisho haya, umeona kitu gani kwa wazazi? Wanakosea malezi kwa watoto wao au nini lengo la haya mafundisho? Safi kabisa. Labda nianze kwamba kwa watoto. Mimi kwa sababu napenda sana watoto. Sasa kuna wakati unaweza kuwa unasafiri hata kwenye daladala. Unakuta mtoto analia, unamwangalia, mtoto vipi? Analia tu. Ukija kumwangalia amebanwa zile nepi, tena nepi zile za mpira zile. Amefungwa kiuno. Tunasikuja nishaona mtoto kama huyo. Nikamwangalia nikamwambia mlete mtoto kwa nini analia. Kumchukua hivi mtoto kabanwa nepi, yani sana. Mimi nikachukua tu nikamfungua ile nepi vizuri, nikamwachilia nepi vizuri, mtoto alinyamaza na alikuwa amekataa kunyonya. Na akakaa kwa mama yake akampa akanyonya. Unaona, vitu kama hivi ni vitu ambavyo watu hawaelewi. Lakini kama akieleweshwa vizuri, wataelewa, watoto hawatapata shida. Yaani ndio hivyo, ndio maana nimesema angalau nipate hichi kipindi cha kuweza kuelimisha jamii. Itoke huko kusudi tuendelee kuwa na tufanye kazi basi. Tumwambia hapa kazi tu sawa. Sasa kazi tu kama mtoto wangu anauma nitafanyaje kazi? Ukiangalia miaka ya nyuma, kipindi cha haijaja media, hazijaja radio, wazazi wetu walitulea kwa malezi ya nyumbani tu yale ambayo mwenyewe unayajua, bila kupeana maelekezo, pampers hazikuwepo. Yaani unaona utofauti gani wa malezi ya zamani na sasa hivi? Asante sana. Kwanza nikwambie mimi ni nesi wa siku nyingi sana. Zamani ilikuwa kwanza kabla mama hajatoka pale hospitalini, kwa mfano kule kliniki, ilikuwa ni kila siku lazima apate elimu ya afya. Kuanzia mama anapokuwa mjamzito, taratibu anapokuja kuleta mtoto, kuna elimu ya afya. Sasa hivi, yes, kuna wengine wanafanya kazi inavyopaswa kufanya, wanafanya. Lakini kuna wengine unaweza kufika tu mtu anakuja anapima, anaingia pale kliniki, anapima mtoto uzito nini, anajaziwa kadi anaondoka. Alafu na mbaya zaidi sasa, kwa sababu watu tunasema kwamba hapa ni kazi sawa, lakini watu tunawaachia wasichana wa kazi, wanapeleka watoto kliniki. Sasa ngine mtoto labda kalala na homa, au mnaona mtoto haendelei vizuri, yani unakuta uzito wake hauongezeki. Msichana anakuambia mimi sijui, unaona. Lakini kama ni mzazi, akifika pale lazima utamwambia, mama mtoto wako ana tatizo gani? Naye atakwambia labda mwanangu siku 2-3 hizo na homa, sio nini. Unamuelekeza, basi kama ana homa nenda kampime hospitalini kwa daktari, fanya hivi na hivi na hivi, maelekezo kama hayo. Lakini sasa mtu ukimpa msichana wa kazi, yeye anajua tu ni kwenda kupima na kumaliza na kurudisha nyumbani, unaona. Hapa umesema kuhusu swala la pampers. Kweli zamani tulikuwa tuna pampers, tuna nepi. Nizo pampers ni vile tu basi mabinti wetu sio watoto wetu hawataki kufua nepi, lakini kwa kweli pampers ni nzuri vile kwamba labda mtoto unatoka nyumbani kwenda labda hospitalini au kwenda kliniki, kwamba labda asikojolee njiani usilowane nguo labda. Lakini kama uko nyumbani hamna sababu ya kumvalisha pampers always. Kwa sababu gani unajua? Kwanza zile pampers zingine akikojoa anakojoa mara kwanza, ya pili, ya tatu. Hata mtu mwenyewe msho anaona tabu, lakini kwa sababu hawezi kusema. Ndio maana sangine unakuta watoto wanaugua vimala UTIs, unasikia kuna ugonjwa fulani nasema UTI, ni matatizo ya mkojo na nini. Kwa sababu labda amekana limpampers muda mrefu. Mama na mtoto anavalisha hapo mpaka masaa 6-7 analo tu mpaka linajaa, mpaka mtoto anashinda kutembea, limejaa hapo. Mpaka labda akipata choo, labda sikeli linanuka ndo ambadilishe mtoto. Lakini kama ni nepi, kwanza kisha loana, hata watu wengine wanalia. Unaona, watu wengine anakuwa na utaratibu fulani wa usafi wenyewe. Akiona tu kimelowana kitu gani, anaanza kulia. Ukimtolea nepi, anafurahia maisha. Kwa hiyo hizi pampers tuzivae, lakini sasa sio mfululizo kwa muda mrefu. Watoto wetu tunawaharibu. Maana hata kuna wakati mwingine kuna ile wanasema kumfundisha mtoto jinsi ya kutumia choo na nini. Hasa kama sauti na pampers utamfundisha saa ngapi? Unatakiwa sasa mtu kunafikia umri fulani, mtoto aanze kutumia labda poti. Lazima mtoto anavua hizo pampers, unajua kabisa baada ya kula tu kidogo au baada ya kunyonya muda fulani, mwambia anaenda kwenye poti yake, anakaa, anajisaidia. Hivyo baadaye ndio hiyo anakuwa hata kujolea au kujinyea, kwa sababu ameshajua, ameshafundishwa jinsi gani ya kutumia choo. Kiufupi umefundisha mafundisho mazuri ambayo mzazi aliyeko nyumbani ameyaelewa, anaweza asiwe ameelewa sana. Lakini amependa mafundisho yako. Waambie rasmi kwamba kipindi hiki utakuwa unafanya mara ngapi labda kwa wiki, au utoe pia namba zako za simu, mtu anaweza kupigia kuulize hivyo. Okay. Asante sana. Sasa kuhusu kipindi nitafanya mara ngapi inategemea na uhitaji wa watu. Najua watu wanahitaji. Mimi labda niko nafasi kwa sasa hivi kwa sababu bado niko kazini, naweza nikasema angalau kila wiki. Tukaamua kusema kila siku fulani. Inategemea sana nafasi ya
nafasi yenu mahali hapa. Kwamba kila wiki ikifika wiki fulani, siku fulani ambayo tukaichagua, nasema tunatoa kicho kipindi. Ila kuhitajika inahitajika sana. Namba zangu za simu naweza nikawapa kwa sababu mara nyingi wanapenda kuwasiliana na watu. Mtu ana shida yake, hamna haja kwenda hospitalini, kama naweza kumsaidia namsaidia, anakuwa na mambo yake. Namba yangu ni ya Voda 0767 40 25 77. Atanipata kwa wakati wowote. Lengo la kufanya haya mambo ili upate kitu gani kwenye jamii? Okay, asante. Sababu unafanya vitu ni bure tuseme. Asante sana. Mimi lengo langu napenda watu wafahamu afya zao. Simesema furaha, yani afya yake ni furaha yetu. Napenda watu wafahamu afya zao kusudi yani wapunguza hata ile muda wa kwenda hospitalini nao endeni. Kuna wakati mwingine hamna haja kwenda hospitalini. Kitu tu ukishaelewa unamfanyia mwanao vizuri ukiwa nyumbani. Ndio maana nasema kwamba ni maisha ambayo unatakiwa familia zetu, baba na mama, waishi vizuri. Mkiishi vizuri, ukiwa na afya njema binti wakati labda unategemea kupata mtoto, yani kwanza utapata pressure, unakaa maisha yako ya raha tu, kwa hiyo hata mimba itakaa vizuri. Lakini sasa kama matatizo, msongo wa mawazo, mara unapata pressure, mwisho mimba inatoka, unaona? Vitu kama hivyo lazima tuelezane tu mapema kusudi mtu aelewe anatakiwa afanye nini. Kwanza akiwa mjamzito na baba anatakiwa afanye nini, yani mume wake amfanyie nini mke wake akiwa mjamzito, vitu kama hivyo. Ndio maana hata sasa hivi tunaambiwa kwamba mama akiwa mjamzito lazima aende na mume wake, au kama hata sio mume basi partner wake, basi yani mwenzi wake. Wakienda wote angalau wataelekezwa vizuri, fanyeni kwa ajili ya kumjenga mtoto na mama waendelee na maisha mazuri. Kuwepo na mouse girl wengi nyumbani, mama akiwa busy na akiwa na mouse girl wengi, inarahisisha pia malezi ya mtoto. Mimi nakataa. Na tena sio hivyo tu. Kuna watu wengine mtu anasema yuko busy masaa yote. Anapenda mtoto wake tangu miaka 3 anampeleka boarding. Yaani hayo sio maisha wala sio malezi. Kwa sababu mtoto anatakiwa alelewe baba na mama. Mungu akiwapa, yani sio bahati mbaya tu awe mmoja hapa amefariki. Lakini kama wote wawili wapo, hamna sababu. Mtoto mpeleke labda boarding, ana akili yani ana akili at least. Sasa mtoto wa miaka 3 unaenda kwa wale kule na wenyewe ni wafanyakazi tu. Unajua hata kuwa na take care nzuri kama ya mzazi. Unaona Na tabia ya mtoto inatakiwa ajengewe tangu akiwa nyumbani. Kama ni heshima, kama ni nini. Unaona? Sasa ukimpeleka mtoto kwa nani huko mashuleni, yani ni shida. Au house girl kuna wengine kwa na mapenzi ya watoto hatukatai. Lakini sasa mzazi, yani kuna wakati mwingine yani mtoto anampenda zaidi house girl kuliko mzazi wake. Unaona Ndio maana nafikia wakati mtoto labda hata kama ni mchanga, anakukimbilia wewe au anakuja kwako ananyonya tu. Akishamaliza kunyonya anamkimbilia ambaye amemzoea. Sasa siji mzazi utajisikiaje? Mtoto aje kunyonya tu akishamaliza analia anamtaka dada mtu. Hiyo sidhani kama hata wewe mzazi utakuwa na furaha gani katika moyo wako. Masanja Television. We do gospel.